Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Miaka ya kurudi kwa Yesu ni hii hapa. Miaka ya kurudi kwa Yesu ni hii hapa. Kwanza tuanze na swali. Kwa nini Yesu inaonekana miaka inazidi kwenda? Kama ni vita vimeanza, vita vya kwanza vya dunia. Kama ni matetemeko, yameanza matetemeko mengi katika nchi za Japani na Ufilipino. Kama ni vita vimekuja vikapigwa, vita vya pili vya dunia, na mpaka sasa bado kuna vita. Imefikia watu wanasema, kwa nini Yesu harudi au ni muongo? Miaka ya kurudi kwa Yesu ni hii hapa. Nifuatilie mpaka mwisho. Jua jambo hili. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 inasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Narudia, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huyachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Jibu la kwanza na ni zito pia, ambalo mpaka sasa Yesu Kristo hajarudi, ni hili hapa. La kwanza kabisa linahusu majira ya Yesu bado hayajatimia. Narudia tena, majira ya Yesu Kristo bado hayajatimia. Mathayo 8 mstari wa 28 hadi wa 29 inasema, naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Swali la msingi, muhula wa Yesu ni upi? Jibu, muhula wa Yesu unatumia namba 3 zaidi katika wokovu wa ulimwengu. Narudia tena, muhula wa Yesu Kristo unatumia zaidi sana namba 3 katika wokovu wa ulimwengu. Maana yake ni nini? Yesu anasubiri muhula wake utimie, yani miaka 1000 itimie, ndiyo tutamwona anarudi mwana wa Mungu, na kila jicho watamwona. Unaweza usinielewe, naomba unifuatilie mpaka mwisho, utaelewa tu. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8 inasema, lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Hebu tuone Roho Mtakatifu anavyofunua siri ya Yesu katika namba 3. Yesu alianza huduma akiwa na miaka 30. Kumbuka, miaka 30 kwa Mungu ni sawa 3. Maana yake 3 jumlisha 0 unapata 3. Luka 3 mstari wa 23 inasema, na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli. Umeona? Pia Yesu alifanya kazi
ya kuhubiri Injili kwa muda wa miaka mitatu, mwinjilisti Yohana anataja matukio ya Pasaka manne tofauti ambayo Yesu alihudhuria, ikionyesha huduma yake ilidumu kwa miaka mitatu. Pasaka ya kwanza, Yesu anatakasa hekalu mwanzoni mwa huduma yake, Yohana sura ya 2 mstari wa 13. Pasaka ya pili, Yesu anaponya mgonjwa huko Bethsaida, Yohana sura ya 5 mstari wa 1. Pasaka ya tatu, Yesu anawapa chakula watu 5,000, Yohana sura ya 6 mstari wa 4. Pasaka ya 4 na ya mwisho na mwisho wa kusulubiwa kwake, Yohana sura ya 11 mstari wa 53, Yohana sura ya 13 mstari wa 1. Kati ya Pasaka ya kwanza mpaka Pasaka ya 4 kuna kipindi cha miaka mitatu. Yesu alisulubiwa na watu wawili, yeye akawa watatu. Luka 23 mstari wa 32 hadi 33 inasema, wakapelekwa na wawili wengine waharifu wauawe pamoja naye. Walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale waharifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Unaona, Yesu alikaa kaburini kwa muda wa siku 3. Narudia tena, hapa ndipo wokovu na uhai wa dunia na kwa watu wote ulianzia. Yesu alikaa kaburini kwa muda wa siku 3. Marko 8 sura ya 31, akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na baada ya siku 3 kufufuka. Akiwa na umri wa miaka 12, Yesu alipotea na baada ya siku 3 alionekana. Unaona, Luka sura ya 2 mstari wa 43 hadi 46. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu. Nani hao? Wazazi wake, huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Umeona namba 3 ya Yesu. Yesu hakupenda watu wakae na njaa siku 3. Mathayo 15 mstari wa 32, Yesu akawaita wanafunzi wake akasema, na wahurumia makutano, kwa kuwa yapata siku 3 wamekaa pamoja nami, wala hawana kitu chakula tena. Waaga wakifunga, sipendi wasije wakazimia njiani. Umeona, Yesu alishauri mti ukatwe usiozaa matunda kwa muda wa miaka 3. Luka sura ya 13 mstari wa 7, akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Hivyo kuchelewa kwa Yesu kuna sababu nyingi. Kubwa zaidi ni majira yake bado kutimia, ambayo ni miaka 3,000 tangu apae. Ikitimia, ndipo mwana wa Mungu kila jicho litamwona. Nyingine sababu zipo nyingi, zikiwemo Yesu bado anatengeneza mji mtakatifu Yerusalemu mpya yenye dhahabu, yenye milango 12, ambayo itakuwa ni nzuri kupita ulimwengu tulionao. Lakini sababu nyingine, ulimwengu wote ufikiwe agano la Yesu, ufikiwe neno la Yesu, ushuhuda wa Yesu. Bado ulimwengu haujafikiwa na injili ya Yesu, pamoja na Uarabuni, pamoja na kule China, pamoja na mataifa mengine. Ikifika, ndipo mwana wa Mungu kila jicho litamwona. Pia sababu nyingine ni ya msingi pia, anasubiri idadi ya watakatifu itimie, watakaorithi nchi mpya ijayo. Lakini sababu nyingine, anasubiri mtu mmoja wa muhimu aliyeandikwa kwenye kitabu cha uzima atubu au abadilishe mindset kumwamini Yesu, ndipo atakapokuja. Lakini sababu nzito na ya msingi, na ndiyo aliyopanga Yesu Kristo leo watakatifu wapate kuijua, bado majira yake hayajatimia, ambayo ni miaka 3,000 toka apae ili apate kuja. Kumbuka,
Agano la Kale toka Adamu kuumbwa na Eva lilidumu miaka 4,000, ndipo Yesu akaja, na 4,000 ni sawa na miaka 40. Kumbuka Agano la Kale lilidumu kwa miaka 4,000. Kumbuka miaka 7,000 kwa Mungu ni sawa na siku 7. Ndipo tutakapomwona mwana wa Mungu akishuka kuja kuliokoa kanisa. Usichoke ndugu, usichoke kutenda mema, usichoke kutenda mema, maana wakati wa Mungu umekaribia. Bado siku moja, na siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka 1000. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.